Mchanza akicheza na kukimbia anamfuata. Jab nzuri, right nzuri. Yes. Nakatani may paparating na laban at Fajardo na budol ng Mafia Promotion. Una sa mga balitang boxing ay according to Yahoo News na si current WBC Bantamweight World Champion Junto Nakatani will defend his title on February 2025 at Araki Arena in Japan against a much younger fighter who is eager to win a major title na si David Queller, who has an impeccable record of 25 victories, 17 of which came via knockout or a 68% knockout ratio. Additionally, it was revealed that the second fight of Nakatani sa susunod na taon ay will take place outside Japan na most probably sa Las Vegas, America na versus sa hindi pa pinangalan ng kalaban. Sa ibang balita ay umiyak ngayon ang mga Pinoy boxing fans sa pagkatalo ni Mil Fajardo kontra sa bagong WBO Global Flyweight Champion Mikanja Johanna. Akalain mo na kahit 2 beses na napaluhod ang kalaban ay lumalabas na lamang pa rin siya sa lahat ng mga scorecards. Kita sa video na nagkaisa ang referee, timekeeper at mga hurado para maluto ang nasabing laban. Nandyan na ang delaying tactics na ginamit para makarecover ang kanilang pambato particular sa round 5 nang ma-knockdown ang kalaban. At yung sa round 6 na ang tagal niyang paghiwalayin at hinahayaang kumakap at makapag-recover lang ang nag-groovy na si Johanna. Dismayado rin ang mga fans nang di binilangan ang kalaban ng ma-down sa round 10 pabor kay Fajardo at remarkable rin yung sa championship round na kung saan ay to the rescue si ref. Nang makakomekta si Mil at noindang talaga ang Tanzanian boxer na panaiyakap na at sa huli ay dineclare panalo ang home favorite boxer. Bagamat sa huling post ni Fajardo ay aminado siya na talo ito kontra ng negrong kalaban. Ito po ang fight highlights at kayo na ang humusga. Round ya tano, choki nilikwambia, pambano likiwa zuri, muda unakimbia, kuna muda unatamani kuweka maiki pembeni, utazame fight kabisa. Naam. Pia nimependa Yohana Mchanja kwamba anaonyesha kuwa ana experience sana na maboxa wa kigeni, kwamba Yohana ameweza kuwakilisha nchi nje ya nchi, ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa hiyo maboxa wa kigeni kama ana experience nao, kwa hiyo nimependa utulivu wake na mpaka hii raundi ya tano inafika, naona tafika mpaka nchi. Very good. Yohana Mchanja wakati nzuri. Very good, rafiki nzuri sana kwa Yohana Mchanja. Yohana Mchanja anaamua kuskoa, anapiga na kutembea. Anapiga right, anatembea, anapiga jab, anatembea. Ni mchezo mzuri sana kwa Yohana kwa sababu opponent wake ni mtu atukofu, ni mtu zamani. Anatafuta aweze kutoka kwenye lengo, aweze kutupa mashambulizi mengi, lakini napenda Yohana anapotembea na kupiga jab, anatoka. Tazama jicho la upande wa kulia wa Mil Fajardo. Jicho limeanza kuunguka. Mimi naamini Mchanja akipiga ngumi 3 pale tunaweza tukaona kati nzuri, mchuzi unavuja, Kautadija anapanda na mfuta, tunapiga pale tena. Lakini ni fight ambayo imeteka hata hisia za watazamaji, hisia za mashabiki ambao wako humu Superdome Masaki, ambao wanafuatilia pambano hili kwa sababu wengi wameonyeshwa kufurahishwa na kiwango cha mabondia wote wawili kulingana na ambavyo wanacheza. Tazama kama kameramani utakuja kuelewa namna ambavyo nao wenyewe wameacha kupiga picha nyuma choki, wanaangalia burudani. Na hii ndio maana alisangumi. Nimependa performance yake ya mchezo. Yohana hii anatembea anatoka. Hii ni nzuri kwake. Toka kwenye mtu. Alimweka katika mpira mzuri. Yohana anatakiwa asilalie mkaa kwenye kona, maana ni mzuri sana. Shagari kwenye kona ndo ni mzuri. Anapiga mashambulizi mengi sana. Kwa hiyo Yohana inabidi ajitahidi aweze kuona, aweze kucheza kati ya ulingo, sio pembeni wala kushoto. Na kuna kitu umekigundua kutoka kwa Mil Fajardo, anaona kama ndio time yake kufanya vitu kwa sababu cheki namna ambavyo anacheza. Anamfuata sana, anampatia ringi. Kila namna ambavyo Mchanja akicheza na kukimbia anamfuata. Jab nzuri, right nzuri. Yes. Lala salama, raundi ambayo ukicheza vizuri basi unaweza ukachanga karata vizuri. Ukikosea maji yakiviunga basi ndo baba Jeni bye bye. Hakuna nafasi ya kuweza kujiuliza. Wote wanaanza na spidi. Tazama miguu ya Mil Fajardo, anakwepa isiingie ndani katikati ya miguu ya Mchanja. Pengine kuna mtego anaostukia. Yes, right imekaa vizuri. Anamseti na jabu, anamaliza na right, anamseti na jabu. Mchanja kuna namna anamlinda. Anatunza kile alichokuwa nacho Mchanja. Anatunza alichokipata na mimi. Ukitazama namna ambavyo anacheza Mil Fajardo, ni kwa namna kwamba anahitaji kuweza kumaliza pambano kwa sababu akitazama namna ambavyo
Yohana amekuwa mvumilivu, kinampa wakati mgumu hicho kitu, kwa sababu anategemea kile ambacho anakifanya aweze kumnyong'onyesha energy, lakini pia aweze kumwangusha. Lakini Yohana mchanja anaendelea kuonyesha uvumilivu kwa hali ya juu, kwa sababu tayari ana kati katika jicho lake la kushoto, lakini bado naye ameendelea kuwa mvumilivu. Kwa hiyo wote wameendelea kuwa wavumilivu, lakini moja ambalo tunalisubiri, pengine mmoja atakayekaa vibaya kwa raundi hii ya mwisho itakuwa ni hatari kwa upande wake. Kwa hivyo ningependa kuona mchanjo angekuwa na defense na angeweza kujilinda sana, kwa sababu raundi hii ni ya salama, lakini naona mpinzani wake Shujaa kama kuna kitu anataka kufanya, kuna kitu anahitaji kwa mchanjo, kwamba aidha apate knockout au knockdown nyingine kwa raundi hii ya mwisho. Amir Pajada bado anaamini ana nafasi, bado anaamini ana muda. Mchanja anatembea kwa ajili ya kulinda alichokuwa nacho, anatembea anashika, anatembea anashika. Naona mchanjo amekosa utulivu kwa raundi hii ya mwisho, amekosa utulivu hali ya juu, kwa sababu ni raundi ya mwisho. Pia anaweza kulinda pale alipochanganua kuanzia raundi anapata knockdown mpaka raundi hii ya 12, lakini naona ana defense nzuri, pia anaruhusu sana mashambulizi ya mkuta kwenye raundi hii ya mwisho ya raundi ya kulala salama. Unaona namna ambavyo Yohana mchanja amekuwa akishika ili kuweza kusave energy, kutokana na bado mambo yameanza kuwa magumu. Anachokifanya Amir Pajada ni kuhakikisha anamaliza fight katika raundi hii ya 12. Refa amekanisha pambano kwamba anaonekana Yohana mchanjo amepata kati kote huku na huku, kulia na kushoto. Kwa hiyo tumsikize referee anatupa maamuzi gani. Na ni moja kati ya fight nzuri, ni moja kati ya fight ambayo imeendelea kuleta ladha ya mchezo wa boxing, ikiwa ni main card, na hii ni raundi ya 12, raundi ya mwisho kabisa. Na unamwona Filipino huyu anahitaji kwanza kuweka heshima, lakini Yohana mchanja naye anahitaji kuweka heshima. Wote wamekuwa na kasi ya kushambuliana, lakini wote wamekuwa wakitumia akili katika kulinda, lakini ndio na refa anamwambia asitumie kiwiko, na hii ni kutokana na sheria za mchezo wa boxing. Akitakiwe anaweza kusababisha madhara, kwa sababu hamna glavu, hamna kitu chochote ambacho kimegadi ile eneo, ndio inakuja kikavu, anaweza kumkuta mtu kichwani au sehemu sasa ikawa changamoto. Saidi Chino naye atapanda kama nilivyokwambia mkoma na fight kumalizika. Amir Pajada anaonyesha kwamba hatimaye mzigo umefika, japokuwa punda amekufa, na sijui kichwani kwake anawaza nini kulingana na kile ambacho amekifanya. Meanwhile, para sa mga edad 18 years old and above na mahilig tumaya online ay you can earn as much as 12K bonus in your first deposit. Pwede kang tumalpak ng 5 pesos at manalo habang nanunood sa inyong mga paboritong sports like boxing, NBA, PBA, MPBL at G-League games. Madali lang ang pag-deposit at withdrawal via Paymaya, GCash Direct, GCash QR at online banking. Please check comment section para sa pagrehistro at gamitin ang promo code.